Naam, movie yetu inaanza pale ambapo tunaona moja kati ya mwanamke ambaye mwanamke huyu alikuwa ameolewa na Prince. Prince aliweza kumbeba mwanamke huyu na mwanamke huyu aliweza kufika naye katika eneo ambalo ni la shimo. Aliweza kumtupa katikati ya shimo hilo. Pindi mwanamke huyu alipoweza kudondoka, basi aliweza kujikwaa katika moja kati ya tawi na mwisho wa siku kichwa chake kiliweza kugonga chini. Sasa nyakati hizo alipoweza kushtuka, alianza kupiga kelele na kisha alikuwa anaomba msaada. Alijaribu kupanda mpaka katika ukuta huu ambao ulikuwa ni ukuta wa shimo, lakini mwisho wa siku alijikuta kwamba hawezi kufika sehemu yoyote ile. Ila aliweza kugundua kitu kimoja, kwamba pale inabidi atafute njia nyingine. Aliweza kuona moja kati ya vimulimuli ambavyo hawa wote walikuwa ni wadudu, ambao wadudu hao walikuwa wanang'aa kinoma noma katika eneo lile pale. Mwanamke huyu alizidi kuwashangaa, lakini pia aliweza kutamani kuruka kuelekea upande wa pili. Alifika katika eneo ambalo kulikuwa kuna mwanga mkali, lakini pia kulikuwa kuna bonde. Alijaribu kuangalia, je, nikianguka hapa nitabaki kuwa hai? Ila alijaribu kuvuka katika eneo lile ili kuelekea katika upande wa pili. Mkanda wake wa kiunoni ulikuwa na kama vile kisu. Basi aliweza kuchomoa kisu kile ili kuweza kujitahidi angalau apande katika eneo lile pale. Mwanamke huyu shujaa wake ndio uliweza kumsaidia. Aliweza kuwasogelea wadudu hao, kisha akajaribu kupunguza baadhi ya mavazi ambayo mavazi yale ilikuwa ni ya siku ya kwake ya kuolewa. Kisha akaweka wadudu wale wote katika mavazi lile. Hapo alikuwa ametengeneza taa yake. Akajaribu kwenda kunywa maji, lakini maji yale yalikuwa ni maji ya tofauti kidogo, ni machafu kinoma noma. Kwa hiyo ilibidi sasa anywe maji ambayo yanatoka juu ya anga, ambapo maji haya yakifika katika eneo hili la chini, basi yanageuka kuwa yani barafu. Mara ghafla aliweza kushangaa kuna kiumbe ambacho kiumbe hichi kilikuwa kinamkimbiza. Huyo ni nani? Hajamuona vizuri, lakini kuna hatihati kama kuna mnyama mkali sana. Hasa katika ukuta wa eneo lile kulikuwa kumeandikwa kwamba it is safe here, yani ni sehemu salama. Mwanamke huyu aligundua kwamba katika eneo hili akuwa yeye ni wa kwanza kuweza kufika. Aliweza kulala katika eneo lile, lakini nyakati za usiku aliweza kushtuka tena baada ya kuona wadudu wale ambao walikuwa wameweza kuweka katika eneo lake la nguo. Basi walikuwa wameenda katika eneo la mguu wake, na mguuni pale kulikuwa kuna kidonda. Basi akaona kama kidonda kile kimeweza kupona, kwa hiyo ilibidi sasa afanye mchakato wa kuweka wadudu wale katika eneo la mkono pia. Na pia aliweza kushuhudia kwamba katika eneo lile la mkono mabadiliko yameweza kutokea. Hawa wadudu ni dawa. Hawa wadudu wana uwezo wa kutisha. Kwa hiyo mwanamke huyu ilibidi aanze safari yake katika nyakati nyingine. Nyakati hizi ilibidi sasa afuate ramani ambayo ilikuwa imechorwa katika eneo lile la ukuta wa pango. Mwanamke huyu ilibidi sasa aweze kuandika jina lake pale. Huyu wanamuita Jessica. Jessica ni mwanamke ambaye